Sasa mko nyumbani kwenu, wewe, mkeo au mumeo, mna sherehe fupi ambayo mmewaalika ndugu wachache. Wakati furaha ikiwa inaendelea, mnajikuta mnashuhudia kitu cha kutisha. Mtoto mmoja akiwa anaendelea kucheza, puto likiwa hewani linamfuata moja kwa moja kama vile kuna mtu anamkabidhi. Tena kwa bahati nzuri, hilo tukio mnalishuhudia wote mliopo mle ndani. Labda tuseme ungeona watu wachache au ungeona wewe mwenyewe, wengine wangedai ni macho yako tu. Lakini hilo tukio mnaliona wote. Puto linatoka hewani, halitembei kwa kuelea, linaenda kama vile limeshikiliwa hivi, yani kama linasukumwa na mtu. Na anayelishika, anayelisukuma haonekani. Mtoto analipokea. Mnapojaribu sasa kumuuliza, hilo puto nani amekupa mtoto? Mtoto anajibu, si ule pale. Bana, hii story ya leo ni funga kazi. Ni story moja matata sana ambayo ni ya horror, iliwahi kutokea huko. Nitawaelezea. Kwa hiyo kabla tujafika mbali sana, ikiwa wewe ni mpenzi wa story kama hizi za kipekee na zenye maudhui ya kusisimua, basi hapa Natural ndio sehemu sahihi. Hakikisha tayari umesha subscribe na umelike hii video, lakini pia usisahau kuacha maoni yako baada ya kumaliza hii story. Na zaidi kabisa, usisahau kushare kwa ndugu, jamaa na marafiki ambao pia wanapenda story kama hizi, ili tujikusanye tuwe kijiji. Sasa leo tunarudi tena West Virginia. Unaweza ukashangaa kwa nini tunapenda sana huko West Virginia. Hapana, hatupapendi wala hatupapendelei, ila tu ni eneo ambalo limeundwa kwa uoto wa asili, misitu. Kwa hiyo matukio mengi ya ajabu na ya kusisimua na ya kutisha pia huwa yanatokea huko kwa sababu ya nature yake, misitu mingi. Sasa ni mwaka 1991. Brian Kendall na familia yake ndogo waliyachoka maisha ya mjini. Brian alikuwa ni fundi seremala huko Baltimore, au sio bana, Maryland, Marekani, hiyo mzee wa kazi. Lakini yeye na mke wake Belinda walikuwa wanatokea maeneo ya vijijini, West Virginia huko. Asili yao ipo huko. Kwa hiyo waliamua kurudi kijijini, hata kama ingesababisha Brian kusafiri masaa mengi kwenda kazini kila wiki. Waliona ni afadhali kuishi kuliko kuendelea kuishi mjini. Walinunua nyumba iliyoko Sanseville, West Virginia. Ni kijiji kidogo tu chenye wakazi wachache. Nyumba walionunua ilikuwa ipo katikati ya msitu mkubwa, bila majirani wa karibu mzee. Pako tuli, ni sauti za ndege tu labda na sauti za wanyama wengine wa msituni. Sasa kwa usalama zaidi na ulinzi na nini, Brian alinunua mbwa aina ya Black Lab, wakamuita Coco, ambaye alikuwa ni mlinzi na kipenzi cha watoto punde tu baada ya kuingia kwenye nyumba yao. Yani walimzoea mapema sana. Kwa mwanzo maisha yalikuwa mazuri tu, watoto walipenda kucheza nje bila hofu, na familia ilihisi kupata uhuru ambao mjini walikuwa hawaupati. Baada ya kuhamia, Belinda, yani mke sasa, alimwalika ndugu yake na familia yake kumtembelea kwenye nyumba yao mpya. Walifanya sherehe ndogo ya keki kwa binti yao aitwaye Jordan. Wakati watu wazima wako bize jikoni wanaongea na nini, wanabadilishana mawazo, watoto walikuwa sebuleni wanacheza na maputo. Ghafla wazazi wakaona kitu kisicho cha kawaida. Puto moja lilianza kushuka kutoka juu kama vile kuna mtu analivuta kamba yake, na hakukuwa na mtoto ambaye analivuta hilo puto. Puto likasogea taratibu hadi kwa Jordan, na akasema asante. Utasema kama vile alikuwa anazungumza na mtu, lakini sasa mtu mwenyewe haonekani. Lakini Jordan alipolishika, puto likarudi tena juu ya dari lenyewe. Watu wazima wakashangaa. Wakataka kuelewa ile scenario, lakini ikawa ingia akilini, hawakupata majibu. Ikabidi wamuulize mtoto mwenyewe, hiyo asante alikuwa anampa nani? Jordan alipoulizwa akasema alikuwa anaongea na yule. Yule? Watu walipomuuliza huyo yule ni nani, akawa anaonesha tu sehemu, ila kila anayejaribu kutazama huko anapooneshwa hakuna kitu kinachoonekana. Wakahitimisha tu kwamba ni akili za kitoto, si unajua watoto. Wakapotezea na sherehe ikaendelea. Hilo lilikuwa ni tukio la kwanza, ila halikuwa tukio la mwisho. Sasa siku chache baadaye, Brian alienda kutembea nyuma kidogo tu ya nyumba akiwa na binti yao mdogo Blair. Walipofika ndani ya msitu, walikuta kitu cha kushangaza. Walikuta gari liloungua kabisa, kama limetelekezwa kwa miaka mingi iliyopita, lakini limeungua moto, limeteketea.
Ndani ya gari kulikuwa kuna vitu vya watoto. Mfano kulikuwa kuna midoli iliyoungua, vitu vya kuchezea vya watoto na kipande kidogo cha godoro. Brian alishtuka sana. Hakuelewa hilo gari limefikaje katikati ya msitu wakati hakukuwa na barabara yoyote ambayo inayoelekea huko, zaidi ya njia wanayotembea kwa miguu tu ambayo wao wenyewe ndo walianza kuichonga kwa kukanyaga. Kwa haraka mno aliamua kumrudisha mtoto nyumbani. Sasa kwa sababu ya kazi, Brian, yani mume ambaye ndiye baba wa familia pia, alianza kukaa Baltimore Jumatatu hadi Ijumaa na kurudi nyumbani mwishoni mwa weekend. Sasa ili aweze kutumia muda uliobaki na familia yake, alienda kukaa Baltimore ili kidogo awe karibu na mazingira ya kazi. Belinda, mkewe na watoto alibaki peke yao msituni kwa siku nyingi bila gari wala baba yao. Kumbuka ni msituni, alafu tayari hapo ameshakutana na matukio ya ajabu kadhaa. Natamani kuwasikia dada zangu wa Kiafrika, sasa Tanzania. Vipi, mngetoboa? Mngeweza kukaa peke yenu kwenye mazingira ya namna hiyo mkiwa na watoto sasa? Kabla hujanijibu, nataka msikilize na hii hapa. Hawa watu wana vituko sana mjue. Sasa siku moja Blair aliomba kulala kwenye chumba kidogo kilichokuwa nje ya nyumba. Hebu fikiria, nyumba inaekaeka kama hiyo, yani kama hizo mlizokutana nazo. Tayari kuna matukio ambayo yametokea yenye maswali mengi. Mume hayupo, yupo town kikazi. Alafu mtoto wako anaomba kwenda kulala nje kwenye kijibanda tu cha nje. Wewe kama mama ungefanyaje? Sasa sikiliza Belinda alichoamua. Belinda alikubali lakini kwa masharti. Koko awe naye na mlango ufungwe. Eti hayo ndo masharti. Yaani mtoto alale nje ya nyumba, ila unaamini kabisa usalama wake utakuwa uko guaranteed kwa kumpa mbwa na kufunga mlango. Usiku huo Koko, huyo mbwa sasa, alianza kubweka na huku anaangalia mlangoni kwa hofu kubwa, anabweka kama kuna kitu anakibwekea kiondoke. Koko alibweka sana mpaka Blair akashtuka kutoka usingizini. Kuinuka akaona kivuli kinapita nje ya kile kibanda ambacho alikuwa amelala ndani. Dogo alidhani ni mama yake, eti akanyanyuka na kwenda kufungua mlango. Lakini hakukuta mtu. Alipoangalia tena akaona kivuli cha mtu kikiwa kimesimama karibu kabisa na dirisha. Akatoka mbio akarudi na kufunga, akajificha chini ya blanketi. Usiku huo mzee ndani ya nyumba, kule kwenye nyumba kubwa sasa, mdogo wao mdogo tu hivi anaitwa Sean, mwenye miaka kama 3 hivi. Naye alikuwa anashtuka. Kila mara anashtuka, alafu analia kinoma. Mama yake akiamka na kumuuliza kuna nini, ndugu anasema dirishani kuna lidude linatisha. Mama yake kugeuka kuangalia haoni kitu. Unaweza ukasema mauzauza hilo eneo yalikuwa yanampenda Belinda, kwamba yamtokei yanampendelea, lakini hapana. Na yeye pia kuna visanga vyake vilianza kumkumba. Belinda bana alianza kuota ndoto za ajabu. Unaambiwa aliwahi kuota kwenye ndoto, akaona mvulana mdogo anamuita nje ya nyumba. Mvulana mdogo tu hivi, akajikuta eti anamfuata. Yule kijana bana akampeleka mpaka kwenye uwanja mkubwa. Uwanja umejaa mashuka meupe yananing'inia hivi kama yamechomekwa kwenye kamba za kuanikia nguo. Mashuka meupe tupu kabisa. Ndani ya ndoto hiyo akajikuta kabano kidole chake na kibanio. Vibanio vile vya kubania nguo. Kushtuka mzee kweli bana. Kile kibanio alichokiona kwenye ndoto akakikuta chini ya kitanda chake. Sasa Belinda pia kama alivyofanya mumewe, na yeye pia aliwahi kwenda kutembea nyuma ya nyumba yao, japo sio mbali, na akakuta makaburi madogo 4 yasiyo na maandishi. Hayakuwa na majina wala maelezo yoyote yale. Kwa ukubwa wake, ukubwa wale makaburi, yalikuwa yanaonekana kabisa ni makaburi ya watoto. Sasa baada ya kufuatilia akaja kusikia hadithi kutoka kwa mwanamke mmoja wa hicho kijiji ambaye ni jirani yao, lakini wa mbali kidogo. Kama nilivyokuambia awali, nyumba ziko mbali hilo eneo. Akamwambia kwamba hilo eneo lilikuwa na tukio la moto mkubwa ulioua familia yote miaka iliyopita. Unaweza ukawa unajiuliza, baada ya matukio yote hawa watu walikuwa wanashindwa vipi kuondoka hapo? Kwa nini waliendelea kung'ang'ania hiyo nyumba? Wala usijali. Yalikuwepo matukio mawili ambayo yalikuwa ndiyo funga kazi mzee. Hayo ndo yaliyowaondoa sasa.
Sasa usiku mmoja baada ya muda kupita, Shaun alikuwa analia sana. Shaun yule mtoto mdogo wa miaka 3 ambaye alimwambia mama yake, nimeona lidude la kutisha dirishani. Sasa siku hiyo hakuliona tu. Dogo alikuwa anapiga kelele huko, anawaambia wazazi wake kwamba lile lidude limeingia ndani. Analia mno. Mtoto analia huko, anasema limeingia ndani, afu limenivunja na mkono. Kuangalia ni kweli mzee, mkono wa Shaun umevunjika wakati walilala naye akiwa mzima kabisa. Haya sasa hayakuwa ni mauzauza ya kupuuza. Chapu wakawasha gari ili waende hospitali. Na kwa nini waliwasha gari? Mume alikuwa tayari amerudi, hiyo ni weekend, alikuwa hapo nyumbani na family. Kwa hiyo wakaondoka na mtoto, maana dogo alikuwa analia sana. Wakiwa njiani kwenda hospitali kumpeleka Shaun, gari yao iliharibika. Lakini punde mwanamke mmoja wa hicho kijiji alisimamisha usafiri wake na akawapa lifti. Sasa kwenye stori za hapa na pale ndani ya gari, kumbe yule jirani bana, ile nyumba anaijua vizuri. Sasa sijui ni Mungu tu alitaka gari yao iharibike ili wakutane na huyu jirani, alafu waelezee ukweli wa mambo. Jirani aliwasimulia historia nyingine ya kutisha ambayo walikuwa hawaijui. Kumbe bwana, mwenye nyumba yao wa zamani, yani mtu aliyekuwa anakaa kwenye nyumba hiyo yenye misukosuko, ilisemekana aliwadhuru watoto wake yeye mwenyewe, akawazika, kisha na yeye akauawa kisirisiri na mwili wake haukupatikana. Aliyemuua mpaka leo hajulikani ni nani. Gari lake linaaminika lilichomwa msituni karibu tu na hiyo nyumba. Kusikia hivyo, Brian yule mume macho akamtoka. Akakumbuka ile siku ambayo alienda msituni, alikuta gari imeungua, alafu ndani kuna vitu vya mtoto ambavyo vimeungua pia, kama midoli si na magodoro.